بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana pamoja na kumtakia rahma Nabii Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ametupa uhai tokea mwaka jana tulipokutana katika viwanja hivi na katika maelezo haya, na leo tena tumekaa hapa tunasikiliza na kuwasilisha safari tukufu ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi katika mambo yetu, atupe afya sisi na familia zetu, kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Rajab tufike katika Ramadhani iliyo mbele yetu. Waislamu, kisa hiki ni kipana, lakini nitajaribu kufungua kama ifuatavyo. Hiki kisa kinagawanyika katika vipande vitatu kama wanawazuoni walivyogawa vipande hivyo. Kisa hiki kinagawanyika kuwa, kwanza wanasema kwamba kipande cha kwanza ni ilajun nafsi. Kisa hiki kipande cha kwanza ni ilajun nafsi, ni tiba ya nafsi zetu. Ani kuna maelezo tutakwenda nayo mpaka mahala kwamba hapa panaelezwa faida yake ni tiba katika nafsi zetu. Lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe na mimi, anatupa taufiki ya kufahamu vyema yale ambayo yanakusudiwa katika kipande hicho, basi ni ilajun nafsi, ni tiba ya nafsi zetu. Kipande cha pili ni taahilun atifi, ni kuimarisha hisia za kuwa na hofu na Allah. Sasa unaimarisha hisia za kuanza kuwa na hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kigawanyo cha mwisho ni taqwiyatun idrakia, ni kutia nguvu ufahamu namna gani ukuelewa ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama katika kipande cha kwanza ambacho ni tiba za nafsi, ni kwamba tunakuta sababu ya kisa chenyewe, ndipo tunapoanzia tiba ya nafsi zetu kwetu sisi. Sababu ya kisa chenyewe, mji wa Maka ni mji uliozaa kijana mwema, kijana mzuri, kijana ambaye ni bora kuliko viumbe vyote. Mji wa Maka umezaa kijana mzuri, kijana mwema, kijana aliye bora kuliko ulimwengu wote na kuliko viumbe vyote vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mji wa Maka umemzaa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa masikitiko makubwa, maskini ya Mungu, kwa sababu ya nafsi za watu wabaya, nafsi za watu wenye kuipenda dunia, hawakujua thamani ya kijana huyo Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawakujua thamani hiyo, ila wachache wala ambao marrahimahumullah, Mwenyezi Mungu aliyowapa hurma, walitambua kijana ni nani na wakamfuata, na mpaka leo tukiwataja basi tunasema radhiyallahu ta'ala anhu. Alipata matatizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kijana mwaminifu, aliyekuwa mwaminifu akimuona hivyo, kijana aliye na sifa, kila sifa zilizokuwa nzuri katika kila kaya katika mji ule wa Maka. Lakini kuna wakati ilikuwa
wanaweza wakakutana naye njiani, wanamtemea makohozi. Kuna wakati walikuwa wakikutana naye njiani, walikuwa wanaweza wakachukua mchanga wakamwagia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakamtia misukosuko mikubwa sana. Ikaonekana siku moja akaye Mtume afikirie, machozi yakimtoka, hawa watu kila ninachowaeleza hawataki kunielewa, labda niende Ujombani, upande wa Ujombani huko, upande wa Taif. Akaweza kwenda Taif, kule ndio akapata matatizo makubwa zaidi. Ikalazimika watu wa kule wakae, wakaona sisi kama watu wazima hatufai kuzungumza na mtoto kama huyu, tutafute wahuni, watu wasiojitambua, wampige na mawe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alipata matatizo hayo. Waislamu, mafunzo hayo, ilaju nafsi, tiba ya nafsi, mafunzo hayo hayajaisha mpaka leo, bado tunaendelea nayo. Ni vijana wengi walio na uwezo mkubwa katika jamii mbalimbali, jamii ile hawawezi kuwapa thamani watu wale. Vijana wengi sana katika dunia hii. Alitoka Mtume Taif, akaja njiani, mwanafunzi wake Zaid ibn Harith amemkinga mawe na yeye anatoka damu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam damu zinatoka paka katika miguu yake. Amekaa bwana mmoja Adas, anamwonea huruma, anakuja na kikole cha tende cha zabibu, anampa zabibu, anasema Mtume bismillahir rahmanir rahim. Basi Hadasi katika maulizano akasema mimi natoka Nainawa kwa ndugu yangu Yunus alayhi salam. Akamwambia umemjuaje wewe? Akasema nimemjua kwa sababu ya Qur'ani niloletewa na Mwenyezi Mungu. Pale pale Adasi akasilimu. Baada ya pale Mtume akaendelea kufika mahala akapumzika. Majini wakatoka, kikosi cha majini, kikundi cha majini wakafika pale, wanasikiliza Qur'ani aliyoteremshiwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majini wale wasema qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bih. Qur'ani hiyo sisi tumeiamini. Mtume, majini wale waliokuwa kinasibishwa na Nabii Musa alayhi salam, na kwa sababu majini wanaishi muda mrefu, wamemdiriki mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaamini Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam ataingiaje sasa Maka? Kwa sababu Maka huku katoka, watu hawamtaki. Taif alipotoka kule anakuja, hali ndio kama hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amerowa damu. Sasa itakuwaje jambo? Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaomba dua, na hii dua wanasema ni dua mustajab. Dua hii wanasema ni dua mustajab. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati ilayk wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Dua ni ndefu lakini kipande ni hicho. Allahumma, Mola, kwa sababu watu wa huku Maka hawamtaki. Watu wa Taif wamempiga mawe, anatoka damu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamwelekea Allah, asema Allahumma, Mola, inni ashku dha'fa quwwati ilaik, mimi nalalamikia, nashtakia udhaifu wa nguvu zako, za nguvu zangu kwako. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, wewe ndiye Mola wa wanyonge na mimi. Ya Rabbi, anta rabbul mustad'afin, wewe ndiye Mola wa wanyonge na wewe ndiye Mola wangu. Ya Rabbi, ila man takiluni, Mungu unanitegemeza kwa nani? Kwa sababu hawa huku hawanitaki, hawa huku hawanitaki, unanitegemeza kwa nani? Lakini sikiliza, Mwenyezi Mungu asema illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Mungu, kama huna hasira na mimi, hilo mimi sijali. Hata kama dunia nzima itanikataa, lakini wewe Mungu umenikubali, basi mimi hilo sijali. Na sisi tuwe wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Mtume Muhammad.
kuwa mpenzi wa Allah, muabudu Allah. Alafu jiulize, umri huu ulionao wewe umemwota mtume mara ngapi? Haya ni masala, sababu ni ilaju nafsi. Kipengele cha kwanza ni ilaju nafsi, tiba ya nafsi. Wewe mtume amekuhudhurikia katika ndoto mara ngapi? Kwa sababu mtume SAW anasema man raani fil manami faqad raani haqa, mwenye kuniona katika usingizi kaniona kweli. Fa inna shaytana la yatamathalu bi, shaytani hajifananizi na mimi hata siku moja. Basi ukitaka kumuona mtume, dumu na swala za usiku, dumu na swala za usiku. Mimi haya maneno nayaeleza kila wakati. Waislamu, wiki nzima usilale kitandani. Waja wema ni wale ambao tatajafa junubuhum anil madaji, zinaepuka mbavu zao na malazi. Hao ndo waja wema. Ondoka kitandani. Kitanda hicho ondoka, kitakuja kurithiwa. Hicho sio chako kwanza, unalalia kwa muda tu. Kitakuja kurithiwa hicho, na mke ulionao atakuja kuolewa na mtu mwingine, na kitanda kile atakuja kulala na mume mwingine. Mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tengeneza mwana wa ndani wako lo mzuri, na ukitaka kujiona ni mtu wa kheri kabla hujaondoka katika ulimwengu, basi Mwenyezi Mungu anakuwezesha kwanza unamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ucha Mungu, tibu nafsi. Sasa hivi natakiwa Waislamu tutibu nafsi. Kisa kinagawanyika vipengele vitatu. Cha kwanza ni ilaju nafsi, tibu nafsi. Katika moyo ona mimi ni dhalili kuliko watu wote. Katika moyo ona wenzangu ni bora kuliko. Katika moyo ona dunia hii si lolote. Alafu dunia ichukulia taasira kama vile ni jubba, ni shimo kubwa umekaa, alafu shimo lenye giza, alafu shimo lile lina wadudu wakali, alafu namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nijaalie kamba, niteremshie kamba niweze kutoka katika shimo hilo, na kamba yenyewe ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dunia ni kitu sicho, ni giza hapa, hakuna maana yote. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaingia Makkah, lakini alipoingia Makkah kwa namna ambapo alipoingia kwa ulinzi wa Mut'im, ndio katika Mut'im, ulinzi wa Mut'im alipoingia, basi akaambia huyu kijana na muhifadhi, mtu yoyote asimguse. Ndipo alipotoka na kufika alipokwenda sasa katika nyumba ya Ummu Hani, yani baadhi wanasema kwamba ni Fakhita binti Abi Talib, akawa yuko katika nyumba ile kama kisa kitakavyozungumza. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anamjibu dua yake pale aliposema Allahumma inni ashku dha'fa quwwati ilaika, Mungu unanitegemeza kwa nani? Basi pale Mwenyezi Mungu anamjibu dua yake. Sasa kama watu hawakutaki, sisi tunakutaka. Kwa hiyo Isra na Miraji ni liwazo alilopewa Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hali ya kwamba ni kwa ajili yake na kwa ajili ya sisi ambao ni umma bora, umma wa Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika watu wema, atufufue pamoja na kundi la Mtume Muhammad. Tusiondoke katika ulimwengu mpaka tumemuona Mtume Muhammad katika njozi. Sasa baada ya hapo, sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kisa kikaanza kama kilivyosimuliwa. Ni kwamba na kisa hiki al-Isra wal Mi'raj lam yakun hadathan tarikhiyan fahasbu. Isra na Miraji sio tukio la kihistoria tu, sababu tusichukulie kama tumekaa hapa tutataka tupewe historia. Hapana, al-Isra wal Mi'raj ni darsa ambayo itatutoa kuanzia leo na kwenda tunapokwenda katika vipande vya umri vilivyobaki mpaka mwakani, tukiwa tunatumia mafunzo tutakaokuwa tumejifunza katika Isra na Mi'raj. Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainama nabii sallallahu alaihi wasallam, wakati wa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa fil hijri, yupo katika hijri Ismail. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika hijri Ismail, muftaji'an inda albayt mbele alkaaba, muftaji'an baina rajulain,
akiwa ni mwenye kujilaza ubavu kati ya watu wawili. Mtume SAW alikuwa anapenda ni mtu, utukufu ni wako, sikiliza maneno, utukufu ni wako, lakini mashirikiano na watu lazima yawepo. Mtume ni mtukufu, ni kiumbe bora, lakini angalia, anatoka katika mwendo wake alipotoka, anakuja pale katika Al-Kaaba, yadhtaji'u baina rajulain, anakuja anajilaza ubavu kati ya watu wawili. Lazima kiongozi wa dini ajumuike, awe karibu na jamii inayomzunguka. Bila kuwa karibu na jamii inayomzunguka, huwezi kujua matatizo ya watu. Kwa hiyo akatoka akaja akalala ubavu kati ya watu wawili, watu ambao alokuja pale akalala, ambapo ni ammi yake Hamza na mtoto wa ammi yake Jaafar ibn Abi Talib. Kaja akalala kwa tawadhu kabisa. Idh atahu Jibril, pale ghafla ndipo alipomwendea Jibril alayhi salam wa Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, pamoja na wawili hao kuna malaika mwingine akiitwa Israfil, na isemekana hivi. Basi fahtamaluhu, walipofika pale wale wakamkuta amelala kati ya watu wawili. Sheria ya Kiislamu inatufundisha kwamba unaruhusiwa kulala zaidi ya mtu mmoja, lakini msijifunike shuka moja. Mnaweza mkalala ikiwa tu hakuna maradhi, hakuna nini, lakini msijifunike shuka moja. Mtume akalala pale. Jibril alipokuja na kikosi chake, Jibril, Mikail au sivyo, na Israfil, wakamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam hatta ja'u bihi Zamzama, mpaka wakafika naye katika kisima cha Zamzam. Hivi sasa tunakwenda tunakwenda katika habari za hija. Kila atakayekwenda hija, basi mwambie zawadi kubwa atakayekutakiwa kuletee ni maji ya nini? Ya Zamzam. Bwana mmoja siku moja anamwagiza mwenzake, ukienda Maka niletee uturi ile. Ukienda Maka kaniletee mafuta ya uturi. Yani anamwagizia mtu akienda Maka amletee uturi. Huu ni ujinga mkubwa sana. Mtu akienda Maka muagizia akuletee nini? Maji ya Zamzam. Basi akapa kisima cha Zamzam, fastalqawhu ala dhahrihi, wakamtaka, kwa maana kwamba wakamlaza chali au wakamuomba aweze kulala chali, wakamlaza chali ala dhahrihi, kwa mgongo wake. Fatawallahu, akatawalia zoezi hilo, minhum, katika wao Jibril alayhi salam, yeye ndo akawa ametawalia jambo lile. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine ni kwamba tunapewa hapa sira au tarikh ya mama Fakhita. Mama Fakhita ni huyu, alikuwa ni binti Abi Talib. Mama Fakhita ni mtoto wa Abi Talib, ni dada yake na Saidina Ali ibn Abi Talib. Katika riwaya ni kwamba Mtume alikwenda katika ile nyumba ya Fakhita, akawa yuko pale, na alipokuwa pale basi Jibril alayhi salamu alikuja, asema furija saqfu baiti, ilipasuliwa dari ya nyumba yangu, yani kama hivi nyumba ile ikapasuliwa, akashukia Jibril alayhi salamu. Masala ni kwamba mbona sasa anakuja kupasua nyumba? Hiki kisa chote hiki ni khariqu lil'ada. Yani tunayoyasoma hapa, kuna wakati akili yako, kwa sababu akili inafika mwisho, kama vile macho ukitizama inafika mwisho. Nyumba ile ilipasuka, lakini ilipopasuka sika na kwamba baada yake kesho yake walikuja wakamtafuta fundi aje arekebishe, kwamba Jibrili alikuja akateremkia amepasua nyumba. Aliteremkia Jibril, nyumba ikapasuka, akaingia Jibril mpaka aliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ile nyumba iltaama, iliungana. Ilipoteremka tu pale ikarudi katika hali ya kawaida. Ile ni ishara. Ulama wametueleza, hatuna haja kurefusha maneno mengi. Ulama wametueleza ishara yenyewe ni kwamba wewe bwana, kuna mambo yatakayokupatikania sio ya kawaida. Kwanza, mbingu zitafungua milango yake kwa ajili ya wewe kupanda. Lakini ishara nyingine ya pili
wewe mwenyewe utapasuliwa, lakini ishara nyingine ya tatu, utafunguliwa katika milango ambayo ulikuwa hujawahi kuona na leo utaiona. Ndio sababu ya Mtume hakupitia mlangoni, akapitia wapi? Akapitia juu, akateremkia. Alipoteremkia asema fanazala Jibril. Sasa alipoteremkia ndio kumchukua kumpeleka mpaka kwa watu watatu, akalala katikati. Baada ya kulala katikati ndipo sasa baada ya pale akaja wakamchukua tena kwenda akalala, kisha wakamrudia kuja kumchukua kwenda mpaka katika kisima cha Zamzam. Fashaqqa min thughrati nahri, pale Jibril alayhi salamu akapasua kutoka katika kitobo cha shingo yake ila asfali batnihi, mpaka chini ya nini? Ya tumbo. Thumma qala Jibril li Mikaila, kisha akasema Jibril kumwambia Mikail, itini bitastin min ma'i Zamzam, nilete tasa la maji ya Zamzam, kaima utahira qalbahu, ili niweze kutoharisha moyo wake, wa ashraha sadra, na niweze kukikunjua kifua chake. Anamwagiza mwenzake. Basi likaletwa lile tasa. Lipofika pale akasafishwa. Fastakhraja qalba, Jibril alayhi salamu akautoa moyo wa Mtume Muhammad. Faghasalahu 3 marat, akauosha mara 3. Ishara ni ipi? Huwezi kupata daraja za juu, hatuwezi kufika daraja za juu mpaka tuswafishe nini? Moyo. Matatizo yote yako katika nini? Katika moyo. Hasad ipo katika moyo, ria iko katika moyo, hikidi, chuki ziko katika moyo. Na wanasema katika kuhesabu, ukiambiwa hesabu mema yako, mtu anasema hesabu mema. Katika hisabu ulama wanatuambia hisabu nzuri zaidi ni kuhisabu kabri yako. Kabri yako itakuwa katika mazingira gani, na utaijuaje kabri yako itakuwa katika hali gani? Wallahu a'lam. Lakini kituo cha kwanza cha kujua kabri itakavyokuwa, istafti qalbaka, kwanza unatakiwa uchunguze nini? Moyo uko katika mazingira gani? Watu wengi tunafanya matendo ya ibadati mbalimbali, walakin je, mioyo ni safi? Mioyo iko vizuri? Kwa nini dua zamani wazee walikuwa wakisoma kidogo sana? Mzee anasoma kidogo sana, lakini mzee yule akinyanyua mikono akisema rabbana taqabbal minna, dua wakati huo huo ni mustajaba, au si kweli wazee? Dua wakati huo ni nini? Ni mustajaba. Walakin kwa nini hivi sasa dua zinakuwa si mustajaba? Kwa sababu nafsi, mioyo yetu haipo katika hali ambayo ni nzuri. Ndugu zangu, ameswafisha Mtume Muhammad. Mara ngapi ameswafishwa? Kwa nini aswafishwe kabla safari haijaanzwa? Hii ni ishara kwa umati wake, umma utakaokuwa pamoja na Mtume Muhammadi na umma utakaokuwa katika daraja za juu. Tutashindana watu kuingia peponi kulingana na mioyo yetu ilivyokuwa kwamba ni safi. Mwenyezi Mungu atupe mioyo iliyo safi. Wanazaa ma kana bihi min adha, akaondoa yale yaliyokuwa katika maudhi, katika kero, katika moyo. Wakhtalafa ilaihi Mikail, Mikail akenda akarudi kumwendea Jibril alayhi salam, bithalathi tasat, akiwa na matasa 3 mimai Zamzam, ya maji ya Zamzam. Thumma ata bitastin min dhab, kisha akenda na tasa la dhahabu, mumtaliin, likiwa limejaa hikmatan, hikma, wa imanan, na imani. Fa afraghahu fi sadrihi, akalimimina katika kifua chake. Usiulize sasa, hikima, imani ni vitu maanawi. Hivi ni vitu ambavyo huwezi kuvishika hivi kama maji hivi. Sasa inakwenda kumiminiwa vipi hapo? Sisi tunaswali, baada salati subhi kuna malaika wanakuja kuondoka na matendo yetu. Wanaebebaje haya matendo na wakati sisi ndio tumeswali? Allah ndio anayejua. Lakini tunaelezwa vile vile siku ya kiyama, yule mtu mwenye kupenda sana kusoma Qur'ani, itakuja suratul Baqara na sura inayofuatia Ali Imran kama sikosei, vikitangulia mbele namna hii, vikuongozana kwa yule aliyekuwa akisoma Qur'ani. Sasa al-Baqara itatanguliaje mbele?
Lakini siku ya Kiyama mauti haya, kifo kitaletwa ikifananishwa kama kabshi, kama kondoo, kisha baada yake ile mauti kifo kitafanywaje? Kile kitachinjwa. Sasa haya yote tunayofanya, niseme tu ni kwamba yako mambo tunayaona kwa macho na yako mambo hatuyaoni. Kwa nini? Kwa macho. Lakini tukizidisha ibada tunafahamu mengi zaidi kuliko haya tunayoona sisi tunayafahamu. Kwa hiyo iman, hikma vikamiminwa katika kifua cha Nabii Muhammad. Wa malaahu, akamjaza hilman, upole, wa ilman, na ilmu, wa yaqinan, na yaqini, wa islaman, na uislamu. Yaqini ni imani iliyo ya juu, ndio inaitwa nini? Yaqini. Akamjaza kisha akakifunga. Hapa kulikuwa na uwezekano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, angekuja tu kumnyakua na kuondoka naye. Lakini haya ni mafunzo kwetu Waislamu. Huwezi kufanya kitu bila kukisomea. Haiwezekani ndugu zangu Waislamu ukaambiwa huu umeme huu, nitoe mfano ndio mtaelewa. Huu umeme huu umeme hujasomea umeme, utaunguza nyumba za watu. Mpaka usome utaratibu wa namna ya kuunganisha wiring ili umeme uweze kuwaka. Waislamu, kila mmoja aweze kujichunguza katika nafsi yake, ana kiwango gani cha kuijua swala yake. Kila mtu achunguze katika nafsi yake, ana kiwango gani cha namna anavyoijua swala yake. Tokea anaingia chooni mpaka anatoka, anapata udhu, anaingia kuswali mpaka anatoa salamu. Na umri ndio huu tulionao Waislamu, tunaoona umri ndio huu. Kwa hiyo hapa Mtume Muhammad anamiminiwa hilmu, kwanza upole, ilmu, anamiminiwa ilmu, anamiminiwa yaqini, anamiminiwa Uislamu, kisha ndio kifua chake kinafungwa. Embu tuepukeni habari ya dunia. Tutafute ugali wa kila siku, lakini kwa Mwenyezi Mungu twendeni kwa Mwenyezi Mungu. Toweni, tupo katika ilaju nafsi, tusisahau tupo katika tiba za nini? Kiwango cha kwanza kipo katika tiba za nafsi. Tuacheni habari zote. Hizi kazi tunazofanya ni kwa ajili ya ugali tu. Kazi zote tunazofanya ni ugali, uvae, basi khalas, jambo limekwisha. Lakini ukijenga mahala ukajificha, ni baada ya muda. Huja kwenda kuzikwa, watu wameshaanza kuficha. Kama ni pesa zako, hujaenda kuzikwa wewe, watu wameshaanza kuficha. Kwa nini hutaki kuswali kwa mujibu unavyofundishwa na Mtume Muhammad? Kwa nini hutaki? Kwa nini hutaki kujifunza Uislamu inavyotakikana? Kwa sababu gani? Kwa nini? Mungu ametuongoza katika Uislamu, kwa nini hatuendi katika njia inayotakikana? Thumma khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwa, kisha baada ya hapo ndipo anapopiga muhuri, akapiga muhuri kati ya mabega ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khatamin nubuwa, kwa mwisho wa nini? Mtume wa mwisho wa nini? Muhuri wa nini? Unaonesha mwisho wa utume, kwamba baada ya wewe hakuna mtume mwingine tena atakayekuja baada ya wewe. Tukienda kidogo kabla sijapisha nzangu, thumma utiya bil buraq, kisha sasa hapo ndipo alipoletewa buraq. Letewa buraqi, alhamdulillah, anaandaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Manake huyu kijana, nikisema kijana manake ni kwa sababu ya kumtukuza. Kijana ambaye qiyamul lahu al-amlaku war-rusulu tahta, qiyamul lahu al-amlaku, mtume ambaye malaika wakimuona wanamsimamia, malaika wakimuona wanamsimamia namna hii. Qiyamul lahu al-amlaku war-rusulu tahta, mitume wote wako chini ya daraja ya Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Letewa buraki. Buraku huyu ni musrajan muljaman, aliyetandikwa vizuri, aliyefungwa hatamu vizuri.
Wa huwa dabbatun abyadu, ni mnyama mweupe. Mnyama mweupe, uzuri na fakhri ya mtu kuvaa nguo nyeupe. Ile wakati tunazungumza hilo, nguo zinazovaliwa haswa ni nguo gani? Nyeupe. Haya mambo mengine sasa hivi tunaofanya, tukija kuswali na nguo za mipira, mtu anakuja kuswali Ijumaa na nguo ya mpira kuja kuswali hapa, ni mambo ya ajabu. Yani dunia ya sasa hivi, kama wale maswahaba wanakuja, tunaweza tukatiwa bakora wote kama wale maswahaba wanakuja. Ani umekuja kuswali na nguo ya mpira, nyuma imeandikwa mpira. Ukisema takbiratul ihrami Allahu akbar, ukija ukifungua macho namna hii, jina la mchezaji pale nyuma, swala iko hiyo. Na turekebike inshallah, Mwenyezi Mungu atupe kheri, tuseme amina. Musrajan muljama, kafungwa vizuri. Wa huwa dabatun abyad, nyama mweupe. Tawilun, mrefu. Fauka alhimar, juu ya punda, lakini waduna albaghli, yuko chini ya nyumbu kidogo. Yadau hafirahu, anaweka kwato zake. Inda muntaha tarfihi, pale ambapo jicho lake linapofika. Jicho likifika kama ni wapi huko, basi na yeye mguu wake umefika kule. Mnyama huyo ni mudharibul udhnain, ni mwenye kutikisa masikio. Maanake unaweza ukasema sasa hiki kipande cha nini hiki? Naam, wanasema kwamba ukitaka kujua mnyama ana nguvu au ni mzima, kwa wale wanaosomea habari ya mifugo, ishara ya kwanza wanachoangalia ni ana upeo gani wa kutikisa nini? Sikio. Ukiona mnyama anatikisa sikio hivi, yuko vizuri huyu. Lakini ukimwona ana maradhi, utamwona sikio lake halina nani sana, akitikisa ni kidogo sana. Ndivyo walivyo wale. Lakini huyu anaonyesha kwamba yuko vizuri na ana uchangamfu na yuko tayari kwa safari hiyo iliyoandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usianze safari kama una chombo chako bila kuhakikisha, je, chombo kiko vizuri. Nenda huku, ingia, kanyaga kidogo mafuta, au sivyo hivyo, angalia huku hali iko vipi. Usiingie tu na kuwasha na kuondoka. Tairi kagua zimekaaje, namna hiyo. Mutaribul udhnain. Basi mnyama huyo idha ata ala jabalin irtafa'at rijla, akifika mlimani basi miguu yake ya nyuma inanyanyuka, hali ya kwamba ni taadhiman linabii Muhammad, ili mtume asije akayumba akapelekwa huku akapelekwa huku. Akifika eneo kama mlimani, basi miguu ya nyuma inainuka, ili asije akaweza kuumbishwa mtume. Angalia safari ilivyokuwa hiyo. Na kwa mfano, ukiweka utaratibu kila wakati swalia mtume Muhammad, hata ukitembea peke yako sema Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wasallim, Allahumma salli. Onyesha mahaba kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kila wakati msalie mtume. Ukiwa na matatizo, swali rakaa zako 2 za haja, kisha lete swala ya mtume Muhammad. Ukiwa na matatizo, kabla hujaomba dua, mswalie mtume Muhammad. Ukishamaliza, mswalie mtume Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam. Lete dua yako, alafu mwisho tena wa sallallahu. Sasa usianze tu rabbana atina fi dunya hasana. Anakujua nani huko? Huna udhu, matatizo matupu ulionayo wewe, kuelewa nani? Anza kwanza huku kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ndio uende swalieni mtume Muhammad. Basi wa idha habata, akishuka, irtafa'at yada, mikono yake ya mbele inainuka. Lahu janahani fi fakhidhihi, mnyama huyu ana mbawa 2 katika mapaja yake. Yahfizu bihi ma rijlai, inatia nguvu mbawa hizo 2 zinatia nguvu miguu yake. Basi haya yalikuwa ni maelezo ya kumsifu mnyama. Sasa safari ndio inataka ianze. Baada ya hapo sasa anakwenda Nabii Muhammad akampande mnyama yule. Alipofika pale, kwa sababu alikuwa hajatambulishwa, hajafahamishwa huyu ni nani, ni vipi. Fasta sahaba, akafanya uzito, akafanya matata alaihi, juu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawadha Jibrilu yadahu ala ma'rifatihi au ma'rafatihi,
Jibril alayhi salamu akaweka mkono wake katika singa zake hizi hapa hizi. Thumma qala, kisha akamwambia, ala tastahi ya Buraq, hivi huoni haya we Buraq? Fa wallahi, Jibril anamwambia, fa wallahi, na apa kwa Mwenyezi Mungu, ma rakibaka khalqun akramu ala Allah minhu, hajawahi kukupanda wewe kiumbe kitukufu kwa Mwenyezi Mungu, minhu, kuliko huyu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Hajawahi kukupanda kiumbe mtukufu kuliko huyu. Fastahya, akaona haya, hatta rfadha araqa, mpaka akarowa jasho, na wanasema asiyekujua hakuthamini, au sivyo? Na hiyo nalo ni tatizo, maana yake watu wa sasa mpaka mtu akutambue. Saa zingine unaweza kumsalimia mtu, assalamu alaikum, mtu kwanza anaangalia wewe anasalimia nani, kwanza itikia salamu, hayo mengine sitafuatia. Asiyekujua kuthamini. Basi kilichofuatia ndugu zangu, baada ya hapo, waqarra, akatulia. Lengo la kutulia, hata rakibaha, ili Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aweze kumpanda. Wa kanatil anbiya tarkabuha, walikuwa mitume wakimpanda kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id ibn Musayyib, asema ghairuna wengine, hiya dabatu Ibrahim, alikuwa ni mnyama wa Nabii Ibrahim alayhi salam, allati yarkabu alaiha lilbait alharam, aliyekuwa akimpanda kutoka Falastini kwenda mpaka Baitul Harami Makka. Baada ya hapo sasa tayari ameshakaa mgongoni mtume Muhammad, tayari sasa safari ndio inaanza hivyo. Na Sheikh Abdu sasa, Sheikh Abdu naona atakuja sasa, safari ndio inaanza na kiumbe hicho chema kabisa, na ameshakaa mtume. Sasa bado tupo katika ilaju nafsi, tunazitibu nafsi zetu. Sasa kabla ya lote tunaingia katika baraka. Hapa mtume lazima kwanza, kabla hajafika kokote, atabaruku. Atatabaruku, aswali hapa, atoke aswali pale, atabaruku kila mahala kwake Madina, akatabaruku kwa mitume wengine, akatabaruku. Kisha baada ya hapo sasa ndio aingie katika taratibu zingine tayari sasa za kurekebisha hisia, kuzipa uimara hisia zetu, na tayari inshallah baada ya muda tutakuwa na sisi ni watu wema, na inshallah tukafufuliwe pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.